Praise the Lord. Vijana ndani ya nyumba, how are you? Mmechukua kura? Vijana mmechukua kura ama bado hamjachukua kura? That's our civic responsibility. Yes. My name is Philip. Naitwa Philip Okelo. Mkazi wa Marsabit sasa kwa miaka miwili and counting. And I praise the Lord for that. Ya kwamba ameniweka hai na zaidi ya yote ameniokoa. Yeah, it has been a nice experience being around and within with such a beautiful church family, and we continue to make even more friends through the gospel and even through the opportunities that God is giving us. Nataka tuende katika neno la leo. Naona muda tayari umeyoyoma, mtaniwia radhi. Leo haitakuwa short sana, lakini pia haitakuwa long sana. Lakini leo ni Sunday, si ndio? Sasa hata tukikaa mpaka saa 9 kuna makosa kweli? Si leo ni siku ya Mungu. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Okay. I'll be a little responsible with the time. Yeah, they say that Kenya is 80% Christian. Ya kwamba 80% ya Wakenya ni Wakristo, na ni jambo pengine la kufurahia na pia la kufikiria zaidi kwa kina. Kumaanisha ya kwamba kuna mambo ambayo yanatendeka ambayo kama Kenya ingekuwa 80% Christian havikuwa vinafaa kutendeka, au sivyo? That means that tukiangalia, let's say in our leadership sect, katika uongozi tunategemea kwamba approximately 75 or 80% wanafaa kuwa Wakristo ambao ni waadilifu, ambao hawaenezi ama kufanya vitu ambavyo ni ya kifisadi, si hivyo? But again, we cannot see, hatuwezi tukaona yale matunda ya the 80% of the Christians. Hili linauliza, ama jambo ambalo tunapata kujiuliza kutokana na hili ni, je, ni jambo lipi ambalo pengine halijatimizwa? What is amiss even in us being called the 80% of Christians? Ni jambo lipi ambalo halijapata kufanikishwa na hii 80% ya Wakristo? Je, ni nyimbo nzuri ambazo hazijaimbwa? Ama pengine ni Wakristo ndio hawako katika nyadhifa hizo za uongozi? Ama je, ni mahubiri gani ambayo pengine hayajahubiriwa? Au ni watu ambao hawajaokoka? Ama pengine ni matendo gani ambayo bado hayajatendeka ambayo tunahitaji ili kuhakikisha na pia kuidhini ya kwamba ni kweli sisi ni Wakristo ambao ni 80% ndani ya Kenya, na pia matendo yetu yanaonyesha kwamba 80% inapata kuonekana. Katika maandiko yetu ya leo, andiko la kwanza tulisoma katika kitabu cha Mathayo 22 mstari wa 23 hadi Mathayo 23 mstari wa 23 hadi 24. Kisha tukamalizia na andiko kutoka katika waraka wa Paulo kwa Tito. Na tukiangalia kitabu hiki cha Mathayo, tunapata kuona Yesu akiongelea kikundi fulani cha watu ambao walikuwa wanaheshimiwa sana. Na katika maneno haya Yesu, sio maneno ambayo yalikuwa ya mzaha, lakini yalikuwa ni maneno makali sana. Mojawapo ya maneno machungu zaidi ambayo Yesu aliyasema yalikuwa yanaelekezwa kwa viongozi wa kidini wa wakati wake, ambao ni Mafarisayo. Hawa hawakuwa watu ambao hawakumjua Mungu, hawakuwa watu ambao walikuwa wamepotoka. Walikuwa watu ambao wanahudhuria masinagogi kwa bidii, walifunga, walitoa zaka, walifundisha sheria ya Bwana. Lakini Yesu katika maandiko haya, Mathayo 23 mstari wa 27 inasema, ole wenu walimu wa sheria na Mafarisayo, wanafiki. Anawaita wanafiki.
Mnafanana na makaburi yaliyopakwa chokaa, yenye uzuri wa nje lakini ndani yamejaa mifupa ya wafu. Mafarisayo walikuwa na dini, they had the religion, lakini hawakuwa na uhusiano. Hawakuwa na uhusiano na Mungu ambaye walikuwa wanaeneza dini yake. They had the religion but they did not have the relationship with God. Walikuwa na sheria, they had the law, lakini hawakuwa na uzima. They lacked the life. Ni watu ambao walikuwa wamenakili na hata kushikilia maandiko ya kale, the Old Testament, na kuyaandika katika mioyo yao. Lakini pale katika kuishi maneno haya, hapo ndipo walipozama. Na hatuwezi tukasema ya kwamba hili ni jambo ambalo lilipata kuishia na wale Mafarisayo pekee, bali hata katika kanisa la sasa, hasa nchi yetu, tunapata kuona kwamba ugonjwa huu bado unatuathiri. Katika makanisa yetu, katika mashirika yetu, katika maeneo yetu ambayo tunaishi, kazini mwetu, bado mambo haya yanapata kuonekana. Tunaimba kwa nguvu, tunatumika kwa bidii. Kwenye seta zetu za WhatsApp, kila siku tunaweka mafungu haya ya Biblia. Lakini ni wangapi wetu ambao kwa kweli tunaishi na hata kumjua Mungu? Ni wangapi ambao tumebadilishwa kutoka ndani kuelekea nje? How many of us are transformed from inside out? Yesu alitaja makosa matatu ambayo yalikuwa ni makuu kati ya Wafarisayo. Walikosa kuelewa ufunuo wa Baba katika maandiko, walipotosha ukombozi wa mwana katika Injili, na tatu, wakapuuzilia kuzaliwa upya kwa Roho katika mioyo yao. Haya matatu, ufunuo, ukombozi na hata kuzaliwa upya, ndio msingi wa Injili. The revelation, redemption and the regeneration, these are the foundations of the gospel. Ni kama miguu mitatu ya kiti. Ukiondoa moja, basi hayo mengine hawezi yakastahimili kiti kile kupata kusimama. Leo tutaangalia mambo haya matatu kwa kina na kuona maana yake kwetu kama waamini, kama kanisa na hata kama taifa linalotamani uadilifu na uamsho. As a nation that needs integrity and even a revival. Jambo la kwanza, ufunuo wa Baba, neno lisiloeleweka. Mafarisayo walipata kuyashika maneno haya, lakini kule kuishi ndiko hawakufanya. Yesu anapata kueleza katika kitabu cha Yohana mlango wa 5 mstari wa 39 hadi 40. Mnachunguza maandiko kwa bidii kwa sababu mnafikiri ndani yake kuna uzima wa milele. Hayo ndiyo maandiko yanayonishuhudia mimi, lakini hamtaki kuja kwangu ili mpate uzima. Mafarisayo walipenda maandiko. Walihifadhi vitabu vyote vya Agano la Kale, lakini Yesu alisema walikosa maana. Walijua neno, lakini hawakumjua mwandishi. Hawakupata kumtii mwenye maneno hayo. Walilitendea Biblia kama kitabu cha masomo. To them it was just a mere literature. Kanuni tu za kufuata. Lakini hawakupata kukuwa na ule uhusiano na mwenye maneno haya, na mwenye kanuni hizi. Pengine sisi pia tumejaribiwa, we are tempted to be just like the Pharisees, to quote the best Bible verses, to put in our WhatsApps, the trending songs. But again, how much are we invested in knowing or having a relationship with God? Sisi ni kama Christian literates, wale wasomi wa Kikristo, lakini sio wale ambao wanaishi maneno haya ambayo tunayasoma.
tunanukuu mafungu, tunajadili theolojia, lakini tunakosa moyo wa baba. We are missing the heart of the father. Tunasoma neno ili kushinda majibizano, si kubadilishwa. We read the word so that we can win arguments. Najua tuko katikati ya dini tofauti. And most of us, we want to be equipped. Wacha leo ni master hii, ndio nikienda katika ile mjadala, ni watuange 10-0. Lakini tunaporudi nyumbani na katika hali zetu za maisha, je, tunaishi maneno haya ambayo tunayajua? Saa zingine tunajifungua kama kioo ambayo tunaiangalia, lakini baadaye tunasahau jinsi nafsi zetu zinavyokaa. Lakini tunaona kwamba neno hili, hii ni ya Alex, hii ni ya Patience, hii ni ya Reverend Diba, hii ni ya nani. Lakini wewe mwenyewe upate kujikagua na kuona ya kwamba, je, mimi nalingana vipi na neno hili ambalo ninalisoma? Mungu alitupa maandiko kwa ajili ya mabadiliko, sio kwa habari tu. God gave us his word for transformation and not just to be informed. Kuna hii example ambayo tunapatiwa ya kwamba no matter how many recipes you read, if you don't get into the kitchen, you'll never be a good cook. Si ndio? Utasoma recipe, ujue unafaa kuongeza nini? Chop this done. Lakini kama hujachukua kisu na sufuria na uwashe moto, basi ule ujumbe ambao umeusoma na unaujua utabakia kwenye kitabu. Tunafaa kutafakari haya ya kwamba tunaposoma neno, unakutana na Mungu kweli. Do you meet God in those words? Or it's just an advice to you? Je, unasikiliza sauti yake pale anaponena nawe katika Zaburi, katika nyaraka tofauti ambazo tunazisoma? Je, unapata kumuona akipata kunena pamoja nawe? Au unatafuta tu kinachounga mkono maoni yako? Do you want something that reinforces your ideas and your opinions? I think it's high time ya kwamba tunafaa kurejea kwenye neno kama ufunuo na sio kama sheria. Ya kwamba Mungu katika neno lake anapata kujitambulisha, kujifunua ili sisi tupate kumjua. Si kwa maneno tu, lakini hata katika mioyo yetu. Tunapaswa kujua kwamba Biblia ni barua ya upendo wa Mungu na si orodha ya amri. This is a letter of love from God, not just a list of rules. Jambo la pili, ukombozi wa mwana ambao ulipata kupotoshwa na hawa Mafarisayo. The redemption from the son. Yesu bado anaendelea kuwakejeli hawa Mafarisayo katika Mathayo 23 mstari wa 15. Anasema hivi: mnasafiri nchi kavu na baharini kumpata mtu mmoja wa kubadili dini, naye mnapofanikisha mnamfanya kuwa mwana wa jehanamu mara 2 kuliko nyinyi. Maneno haya ni mazito. You toil so much to look for people, but again, after getting that person, you're making him even twice as a candidate of hell, the same way you are. Mafarisayo walikuwa wamishonari, lakini ujumbe wao ulikuwa wa uongo. Walihubiri haki ya kibinadamu, the personal righteousness, kwamba wokovu unapatikana kwa matendo, kwa mila, kwa rekodi ya maadili ambayo tunajua mimi na wewe kupitia injili hii ya Yesu Kristo ya kwamba haziwezi zikatusafisha. Hakuna jambo ambalo tunaweza tukajitenda sisi katika dhana zetu, fikra zetu, maneno yetu na matendo yetu ambaye anaweza katufanya sisi tuwe wasafi na tukubalike mbele za Mungu. Lakini Yesu anapata kutuletea njia ambayo ni tofauti. Kando na matendo yetu ambayo hawezi katufikisha mbele zake Mungu, Yesu anatuletea neema. Na kupitia njia hiyo tunapata ukombozi. Ukombozi huu hatuupati kutokana na juhudi zetu. Hapana.
bali ni kwa zawadi. Hakuna jambo ambalo tunaweza tukafanya ili tupewe zawadi. Tunaweza kufanya ni pale kwa kuipokea. The only thing we can do about a gift is to receive it, not to earn it. We can only earn rewards, but you can never earn gifts. Hatupati kukombolewa kutokana na sifa ya jinsi tulivyotii amri, lakini ni kwa rehema zake Yesu Kristo. Pengine kama taifa pia wakati mwingine tunakosea. Tunapima hali zetu za kiroho na kile tunachofanya. Jinsi tunavyohudhuria kanisa, kiasi tunachotoa, nguvu na muda wa maombi yetu. Lakini Yesu anatukumbusha kwamba wokovu haupatikani kwa jitihada, bali kwa imani. Tunafaa tafakari kwamba bado hatufai kutia jitihada sana ili kumfurahisha Mungu kwa matendo yetu. Msalaba wake ulitosha. Huwezi kuongoza chochote kile, Yesu alikamilisha yote. Damu ya Kristo ililipia yote. No amount of fasting, hata ufunge kiasi gani, haiwezi ikatoshelezwa na ukuu wa Yesu Kristo kufa pale msalabani kwa ajili yako na kwa ajili yangu. Ukweli huu unatupasa kunyenyekea na hata kuponya mioyo yetu. Mioyo yetu ambayo yanataka kutafuta kuonekana, kutafuta kule kuridhia kutokana na matendo yetu. Ukweli huu unatufanya tuache majivuno na ile hali ya kujilinganisha. Afadhali mimi si kama nani. Afadhali mimi sikunywi pombe kama nani. Mimi si mzinifu kama nani. Mimi si mkaidi kama nani. Mimi si muongo kama nani. Ukweli huu unapata kutueleza ya kwamba tunafaa kuacha kujivuna na hata kuacha kujilinganisha na wengine. Njia hii ya neema haipati kutufanya tuwe katika cadres of Christianity, ya kwamba mimi niko level 1 lakini nani ako level 4. Neema hii, iwe wewe ni askofu ama wewe ni Mkristo ambaye umepata kumkubali Yesu jana, neema hii yote inatufunika. Katika maneno ya Yesu anasema ya kwamba alikuwa akiwaambia wanafunzi wake ya kwamba ilikuwa ni baada ya wao kwenda kuhubiri na hata kutoa mapepo, na waliporudi walisema kwamba tulipoenda kule hata mapepo yalikuwa yanafanya nini? Yanatutii. Yesu akasema kwamba msifurahie ya kwamba mapepo yamewatii, lakini mfurahie kwa nini? Jina lenu limeandikwa katika kitabu cha uzima. Ya kwamba siku ile ambayo Yesu atakuwa anasema ya kwamba basi karibuni, the good and faithful. Not the self-righteous, not the famous, not the adored, but the good and faithful. Mwema na mwaminifu. Sio mkamilifu. Mwema na mwaminifu. Ukombozi huu wa Yesu unavunja kiburi na kusema ya kwamba mimi sio kitu bila ya neema yake Yesu. Hatuna cha kujigamba katika Ukristo na katika imani yetu, bali tunamwelekezea yeye. Kwa neema yake ndiye anayetuwezesha. Jambo la tatu, kuzaliwa upya kwa Roho. Tunakumbuka katika kitabu cha Yohana 3 mstari wa 1 hadi wa 10. Hii ni habari ya Nikodemo alipoenda kumtembelea Yesu, na Yesu anamwambia hivi, unapaswa kuzaliwa upya. Nikodemo alikuwa anauliza, basi mimi nitafanya nini ili nipate kuona ufalme wa mbinguni? Yesu anapata kumweleza, unapaswa kuzaliwa upya.
Yesu amweleza ya kwamba jaribu zaidi, shika sheria zaidi, lakini anamweleza ya kwamba lazima uzaliwe upya. Tayari Mungu ametupa ufunuo wake, tunapata kujua matendo yake, ukuu wake, uumbaji wake. Na kupitia kwa mwana, sisi ambao tulikuwa wale waasi wake, basi anatupa kukombolewa kutoka kwa dhambi na sasa kuja katika hali ya kuishi kwa ukweli wa Mungu. Na hatuwezi tukaishi tukijitathmini sisi wenyewe na kusema kwamba ni matendo yetu. Hapana. Tunaishi hivi baada ya sisi kuzaliwa upya, ambayo ni kazi ya Roho Mtakatifu ndani yetu. Basi ni kwa nini tunafaa kuzaliwa upya? Kwa sababu dini inaweza kusafisha mikono yetu tu, lakini haiwezi ikatakasa mioyo yetu. Religion can only wash our hands, but it cannot make new our hearts. Haiwezi ikabadilisha mioyo yetu ambayo ni migumu. Mafarisayo walizingatia mambo yote ambayo yalikuwa ya nje: mavazi, namna ya kuomba, namna ya kufunga na mengine mengi. Lakini Yesu anazingatia mioyo yetu. Je, tuna upendo? Je, tuna unyenyekevu? Je, tunaonesha na wengine pia rehema jinsi tulivyopokea rehema hiyo? Ndani yetu kuna ukweli? Do you have the truth inside us? Na huu ni ujumbe wa dharura kwetu kama kanisa na hata kama taifa. Tuna makanisa makubwa, tuna kwaya nzuri, tuna wahubiri hodari, lakini ni mabadiliko mangapi yanayoonekana majumbani mwetu, in our families? Mabadiliko yapi ambayo yanaonekana katika kazini mwetu? Kwa wale ambao pengine wanafanya kazi katika serikali za gatuzi na hata serikali kuu, je, ni mabadiliko yapi ambayo yanaweza yakaonekana? Ya kwamba nikiangalia Naomi kama accountant pale county, nasema kwamba she is a righteous lady. Mabadiliko yapi yanaonekana? Kwa wale ambao wanafanya kazi za jua kali, ama wewe ndo mtu wa wash tukitaka zile deal fiche, tunasema tafuta nani? Huyo ndiye anajiwaga kupanga mambo. Roho Mtakatifu anataka kutoa matunda halisi ndani yetu. Anataka tuzae yale matunda ambayo ni mema ndani yetu. Wagalatia 5:22 inapata kueleza mambo haya: upendo, furaha, amani, uvumilivu, wema, uaminifu, upole na hata kiasi. Nataka tutambue kwamba mambo haya si mapambo ya nje, bali ni matokeo ya ndani ya moyo uliozaliwa upya. You cannot fake love. You cannot pretend to love. You either love or you don't. Huwezi fake ukarimu. You are either kind or you are not. Unajua kama machungwa imeoza, hata uipake rangi, uipake mafuta au uipambe namna gani, bado itaonja kama imeoza, sivyo? Si ni kweli? Yeah. Kwa hivyo hata ukionekana mzuri kwa nje kiasi gani, iwapo ndani kule kuzaliwa kupya bado hakujatendeka, basi haina maana. Je, umezaliwa upya? Kuna ushahidi wa uwepo wa Roho Mtakatifu katika maisha yako? Hatuhitaji dini zaidi, tunahitaji kuzaliwa upya. We don't need religion. We need a rebirth. We need a regeneration. Nikihitimisha,
Tukiweka mambo yote haya pamoja, tunapata mpangilio mzuri ambao ni kwamba Baba anapata kufunua ukweli wake kupitia kwa neno lake. We don't have to seek God in the mountains anymore. We don't have to seek God in mighty prophets and mighty men of God anymore. Mungu anajifunua kwetu kutokana na maandiko yake, Biblia lake takatifu. Mwana anatukomboa kwa dhabihu yake. We can never, and nobody has ever earned salvation. Hatukustahili, lakini ni neema. Ni neema yake mwana inatufanya tunakubalika mbele za Mungu ambaye ni mtakatifu. Lakini hatimaye Roho anatufanya viumbe vipya. Tunazaliwa upya kwa kazi ya Roho ndani yetu. And it's not an event. Sio jambo la siku moja. Kuna mhubiri nikiwa campus alikuwa anasema kwamba iwapo watu wangekuwa wanaokoka alafu wanaenda mbinguni, basi tungekuwa tunaenda evangelism na binduki, si ndio? Sema Bwana Yesu akimaliza tunafanya nini? Tunamwekelea moja, anakutana na Baba mapema, si ndio? Yeah. Lakini sivyo. Ndio maana tunamhitaji Roho. We are still in the presence of sin. Na ni Roho ndiye anayetusaidia kuishi katika ulimwengu huu ambao una dhambi, katika njia ambazo hazitoi dhambi ndani yetu, lakini zinatoa yale matunda ya Roho Mtakatifu. Tunakuwa wakarimu, wenye upendo, na hayo mengine yote ambayo anatueleza katika Galatia 5:22. Tunaona kwamba utatu huu ndio basi ukamilifu wa Injili. Maandiko haya yanapata kutueleza jinsi Mafarisayo walipata kukosa kuwajibikia matatu haya. Lakini kwetu sisi maandiko haya ni kama onyo na pia kielelezo yapata kutueleza basi ni vipi tunapaswa kuishi. Pengine kama taifa na hata kanisa tunahisi ya kwamba tumekosa tumaini, lakini nataka kutueleza ya kwamba bado tuna tumaini. Mungu anatuita kutoka kote, iwe ni Shambole, iwe ni town, ili turejelee kwenye moyo wa Injili. Tuendelee kusoma Biblia yetu, maana hapo ndipo ufunuo wa Mungu ulipo. Tupate kuitumaini damu yake takatifu Yesu Kristo ambaye inatukomboa. Na tuonyeshe utiifu kwa Roho ambaye anatuelekeza. Tusiwe tu watu ambao wanajiweka katika utendaji pekee, bali pia tuwe kwenye uwepo. Sio watu wa kuzingatia sheria na kanuni, bali tutafute uhusiano pamoja na Mungu. Tusiwe watu wenye dini za nje za kuonekana, bali kuzaliwa upya kwa ndani kwa kupitia Roho Mtakatifu. Tito 3:4-6 inasema kwamba lakini wema na upendo wa Mungu Mwokozi wetu ulipoonekana, alituokoa, si kwa sababu ya matendo ya haki tuliyoyafanya, bali ni kwa rehema zake. Alituokoa kwa kuoshwa na kuzaliwa upya na kufanywa upya na Roho Mtakatifu. Wapendwa, tumuombe Mungu atuponye kutokana na ufarisayo wa kisasa, the modern Pharisaism, kutokana na kiburi, kutokana na unafiki, kutokana na kujitegemea. Tuwe watu ambao wanapenda neno lake
wanaoliamini neema yake, wanaotembea kwa nguvu ya Roho wake, sio kwa jitihada zetu, bali kwa kuelekezwa na Roho wake. Tuombe. Baba wa mbinguni, tunakushukuru kwa neno ambalo umelifunua kwa mioyo yetu asubuhi hii ya leo. Tunasema ni asante kwa maarifa haya, Mfalme. Tunakiri na hata kutubu kwa njia zote ambazo kama watu tumekukosea, na hata kutafuta kupata wokovu kwa jitihada zetu. Pengine katika maisha yetu hatujapata kuonesha ya kwamba sisi ni Wakristo. Tumejishaua na tumekuwa watu ambao wanapenda tu kuwapa wengine sheria. The Lord, we flaunt the laws unto others when we can't meet them ourselves, oh Lord. Tusamehe kwa kusoma Biblia bila kukusikia, kwa kupata kutumika bila upendo, we Mfalme. Na hata wakati mwingine tunaposikia, we Mfalme, tunakosa kukutii. Ni asante kwa mwana wako Yesu Kristo ambaye ametukomboa kwa damu yake ya thamani. Tufundishe Bwana kupumzika katika neema yako na sio kwa matendo yetu. Ya kwamba Bwana tutapata kukuelekea tukijua kwamba ni kwa neema pekee basi tunapata maisha mapya, tunapata uzima na tunapata tumaini la milele, na sio kwa matendo yetu. Tunaomba Roho wako Mtakatifu apate kufanya upya mioyo yetu. Zalisha ndani yetu upendo wa kweli, unyenyekevu na nguvu wa kuishi kwa tofauti popote tunapoishi, makazini mwetu, katika familia zetu, katika makundi yetu tofauti. Ya kwamba Bwana tutaonekana ya kwamba sisi ni Wakristo wa kweli na sio kwa midomo tu. Fanya kanisa letu, we Bwana, liwe kuwa taa ya kweli, ikiwe ni jumuiya ya neema, na tuwe watu waliobadilishwa na Roho wako Mtakatifu. Na kwa jina la Baba, la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Msalabani